Na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, na wakati huu tunatazama kile kinachoendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz, katika kile rais wa Marekani Donald Trump amekiita Protect Freedom katika Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa watakuwa wanatoa mwongozo kwa meli ambazo zimekwama baada ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Mnamo siku ya Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatatu ya wiki hii ndipo ambapo mpango huo utaanza wa Protect Freedom. Mlango huo wa bahari umesalia kufungwa baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kuanza dhidi ya Iran. Siku moja tu baada ya tangazo la Trump, mapigano yanaonekana yamerejea, Marekani ikishambulia boti ndogo za Iran, huku Iran ikitekeleza mashambulizi katika mataifa ya Ghuba, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu. Trump alitangaza kuwa wameanza mradi wa Protect Freedom. Je, hii inamaanisha nini? Inachochea mashambulizi mapya? Trump alisema nini kwanza? Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba mataifa yote duniani yanapaswa kusaidia kupitisha meli ambazo zimekwama katika mlango bahari wa Hormuz na hazina hatia. Aliongeza kuwa Marekani inatekeleza meli zilizokwama kutoka maeneo yaliyozuiliwa hadi maeneo salama ili ziendelee na safari zao. Hatua hii ni kwa ajili ya kuachia huru watu, kampuni na nchi ambazo hazijafanya kosa lolote na wamekuwa wahanga wa vita hivi, Trump alisema katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani amesema kwamba ikiwa wa Iran wataendelea kuzishambulia meli zinazopita ambazo zinasindikizwa na Marekani, basi rais huyo wa Marekani ataiwasha moto vibaya mno Iran. Lakini pia amesema kwamba ole wao wa Iran washambulie meli za Marekani za kivita zilizopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Iran ikajibu nini? Ni kwamba kwanza, wanaliona tishio la Trump linaonekana kutokuwa na ukali kama vitisho vingine alivyowahi kuvitoa awali, lakini inaonekana ni kama Iran pia inashiriki katika operesheni hiyo baada ya rais Trump kusema kuwa Protect Freedom inahusisha Iran pia. Ila Iran haina mtazamo sawa na ule wa Trump. Taarifa kutoka kituo kinachoendesha operation za kijeshi nchini Iran kimesema kuwa jeshi lolote la kigeni ambalo litajaribu kukaribia tu mlango wa bahari wa Hormuz litashambuliwa vibaya. Meja Jenerali Ali Abdullah alisema kuwa kupita salama kwa meli katika mlango huo wa bahari lazima uwe na ushirikiano na Iran wakati wote na si ushirikiano wa Marekani. Jeshi la Marekani linatekeleza vipi sasa mpango wake huo wa Iran? Meli 200 na mabaharia 200,000 wamekwama katika eneo la Ghuba tangu kuanza kwa vita nchini Iran. Hii ni kulingana na shirika la kimataifa la bahari IMO ambayo hudhibiti safari za meli. Kumekuwa na hofu kuhusu mabaharia kuwa kukosa bidhaa muhimu ambayo inaathiri afya zao kimwili na kisaikolojia. Wakati Iran ilichagua kushambulia meli za kibiashara zisizokuwa na hatia, Marekani imejitolea kwa niaba ya jumuiya ya kimataifa ili kulinda biashara ya kimataifa na kuelekeza meli zilizokwama kupita salama katika mlango wa bahari wa Hormuz, alisema Olivia Wells, msemaji wa ikulu ya White House. Marekani inaendelea kuchukua hatua za ujasiri kwa manufaa ya dunia nzima, aliongeza. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump hakueleza jinsi meli hizo zinavyoweza kuondoka baada ya kuzuiwa, huku akitishia kutumia nguvu zaidi. Kituo kikuu cha kuendesha operesheni za kijeshi za Marekani CENTCOM kilitangaza kuwa manuari za kivita zenye makombora na ndege zaidi ya 100 za ardhini na baharini, mifumo isiyokuwa na rubani ya nyanja mbalimbali na wanajeshi 15,000 watatumika katika operesheni hiyo. Katika mkutano na waandishi wa habari, kamanda wa CENTCOM Admiral Brad Cooper alisema baadhi ya helikopta za kijeshi zilitumika kulazimisha boti 6 ndogo za Iran zilizokuwa zikilenga meli za kiraia. Admiral Cooper aliongeza kuwa tutafyatua risasi dhidi ya vyombo vyovyote vya Iran vitakavyoonekana vinaingilia juhudi za kusaidia meli kupita katika eneo hilo. Iwapo Marekani itatoa ulinzi wa kijeshi kwa meli zinazoathirika, hilo linaweza kuchochea mvutano wa kijeshi na Iran. Mick Mulroy, aliyewahi kuwa naibu msaidizi wa ulinzi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati na pia mwanajeshi wa Marine, aliliambia shirika la habari la BBC kuwa anaamini mradi huo utalenga zaidi kutoa ulinzi wa anga na kujihami dhidi ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani badala ya kusindikiza moja kwa moja meli hizo kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Mulroy alisema hakuna uhakika kuwa juhudi hiyo itafanikiwa,
kurejesha uhuru wa usafirishaji wa biashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Swali ni kama meli zitaamini uwezo wao wa kupita bila kushambuliwa, na muhimu zaidi ni kampuni za bima. Lakini je, meli zinapita kweli katika mlango wa bahari wa Hormuz? Jeshi la Marekani linasema linaendelea kutekeleza mpango wa Trump. Kituo kikuu cha kuendesha operesheni za kijeshi cha Marekani, CENTCOM, kimesema kuwa manowari za jeshi la wanamaji la Marekani zenye makombora zimekuwa zikifanya operesheni katika eneo hilo la Ghuba baada ya kupita mlango wa bahari wa Hormuz katika kampeni na mradi wa Protect Freedom. Kama hatua ya kwanza, meli mbili za kibiashara zenye bendera ya Marekani zimefanikiwa kuvuka mlango wa Hormuz na sasa zinaendelea na safari yao, CENTCOM ilisema. Hata hivyo, hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu utambulisho wa meli hizo za kibiashara. Saa chache baada ya operesheni ya Marekani kuanza, jeshi la Iran lilisema manuari za adui na Wayahudi zimezuiwa kuingia katika mlango wa bahari wa Hormuz, na kwa mujibu wa CENTCOM, Iran ilirusha makombora dhidi ya manuari za Marekani pamoja na meli za kibiashara zenye bendera ya Marekani, huku ndege zisizokuwa na rubani na boti ndogo zikitumika kushambulia meli za kibiashara. Katika chapisho kwenye Truth Social, Trump alishutumu Iran kwa kushambulia mataifa yasiyohusika, jambo lililosababisha Marekani kujibu kwa kushambulia boti ndogo za Iran. Falme za Kiarabu UAE, mshirika wa Marekani katika eneo la Ghuba, ambayo mara nyingi imekuwa ikishambuliwa na Iran wakati wa vita, ilisema kuwa meli ya mafuta iliyohusishwa na kampuni ya taifa ya mafuta ADNOC ililengwa na ndege mbili zisizokuwa na rubani wakati ikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz, na hakuna mtu aliyejeruhiwa, wizara hiyo ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo ilisema. Lakini pia makombora matatu yameripotiwa kuzuiwa angani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajua mengi yanayojiri duniani.